na lazima tuamini ni miili inayopoteza ushahidi inayokwenda kufikiwa. Aidha, wanaotekwa ndugu zetu hawa kina Juma Kaswahili, kina Mdude na wengine ambao tutataja namba nyingi sana, hatujui walipo. Walitekwa na wamepotezwa, hatujui wamekufa, hatujui kama wanaishi maisha gani huko walipo, lakini kimsingi ni kwamba tunaamini hawako hai. Sasa miili yao ndo kama hivi, unaona watu wanaenda kuzikwa kwa mtindo huo. Kwa nini tusiamini kwamba utawala unahusika kuamua kukaa kikao, kuchukua bajaji, kupanga wakazike kule Msae? Ni watu wamekaa kikao wakapanga hivyo, na hatimaye kwenda kutekeleza hilo. Ni watu walikaa wakapanga hivyo, watu wazima tu wenye akili zao timamu, lakini roho zao zinabubujikwa na ukuzimu, ushetani. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuipinga hii serikali na mamlaka yake yote, kwa sababu kila kukicha matukio hatarishi kwa binadamu wa Tanzania yanaripotiwa. Mamlaka inatisha utu wa mtu. Mwanadamu haheshimiki tena. Wakati wote tu unaweza kufuatwa, ukatolewa na ukatwaliwa na mamlaka. Ni kwa nini nisiwe jasiri sana kushiriki mageuzi? Kwa nini? Nini kitachonizuia? Nimeshawishika kwa sababu nimetambua kwamba mamlaka ya taifa hili haifai hata kwa dakika moja kuendelea kuwepo, kwa sababu tunazidi kuingia katika vilio. Familia zinalia, watoto wanaachwa yatima, wafanyabiashara wanakatishwa uhai wao, familia inabaki masikini, wakati mfanyabiashara alitegemewa kusaidia chochote katika familia zao. Utawala wa aina hii katika uso wa dunia tunauacha kwa sababu gani? Lazima tuwe wahaini? Ndio, wahaini wa namna yote, kwa vitendo, kwa kusema, kwa kuwaza, kwa kufikiri. Nani atavumilia jambo hili mwenye akili timamu? Kwa nini tuendelee kuiona mamlaka inatufaa hata kwa tone la maji tu? Kwa nini? Maisha yamekuwa magumu, hali za wananchi ni mbaya, wafanyabiashara wananyanyaswa, operations zikifanyika za kudai document mbalimbali za malipo, wanakuja zaidi ya watu 50 wamebeba bunduki, wana migambo, wana vitisho. Mtu mzima unatishiwa kama mtoto mdogo, unanenewa lugha chafu na watoto wajukuu kabisa tu. Juzi nilisikitika sana, lakini nashukuru dada Naomi amenibeba sana kwenye issue ilikuwa inanitesa kwa kweli. Mungu atambariki. Ndugu zangu, mimi niko Tanzania na naamini nitakuwepo sana, lakini najuta sana kwa nini nilichagua kukaa Tanzania. Nilienda Msumbiji, natamani ningebaki huko, pengine nilikuwa na nafuu mwingine. Asanteni. Asante sana mzee wangu Hapson, asante. Nashukuru kwa mchango wako, na pole sana. Namwona dada Eva hapa amepanda. Habari za asubuhi dada yangu. Kaka yangu Sanka yupo, Michael. Karibuni jamani. Igo kama Igo nimekutumia
Karibu dada. Kama Asante higo sana. Habari za asubuhi. kama iko ongea na news fupi kabisa. Okay. Mtapanda, wewe maliza kwanza. Nilikuwa tunawasalimia jamani, habari za asubuhi, na sijui update mmeshaisoma, mmeshafahamu kwamba imetoka? Bado nilikuwa sijaona update yoyote bado. Ilikuwa bado hakuna update imetoka. Sasa kama utaniruhusu nipitishe chap. Yes, unaweza kutupitisha dada. Yes, kwa sababu ngoja nione kama naipata. Ngoja tuone. Yes, leo February tarehe 24. Leo update kesi ya uhaini leo February tarehe 24, 2026. Last time tulishia pati ya 222, so leo tunaendelea na 203. Majaji waingia na mshtakiwa pia ameingia. Karani hivi, kwa nini wanamuita mshtakiwa? Ile jambo tunabidi tupinge. Majaji wameingia na Mheshimiwa Lissu ameingia, so mshtakiwa. Itabidi tupinge hilo. Okay, tuendelee kama ilivyoandikwa. Majaji wameingia na mshtakiwa pia ameingia. Karani anasoma shauri hapa. Anasimama Renatus Mkude, anasema yupo na ajuae Katuga, Thawabu, Cuthbert na Mbiringe sijui. Anasema leo tumekuja kwa ajili ya kupokea ruling na sisi tuko tayari. Jaji Ndunguru anauliza mshtakiwa unasemaje? Mheshimiwa Lissu anasema na mimi nipo tayari. Jaji anaanza kusoma hapa uamuzi. Uamuzi huu unatokana na pingamizi lilowekwa na pingamizi la mshtakiwa kutokana na taarifa ya kuongezwa kwa ushahidi. Excuse me. Taarifa hiyo ililetwa tarehe 18 mwezi wa pili 2026 na upande wa mashtaka kwamba unatokana na pingamizi lilowasilishwa na mshtakiwa. Notisi hiyo ililetwa kwa mujibu wa kifungo cha 208 cha CPA. Mshtakiwa alieleza mahakama kwamba kifungu hicho kinaelezea shahidi ambaye maelezo yake hayakusomwa wakati wa mwenendo kabidhi, na hivyo walichokileta upande wa mashtaka ni kuleta ushahidi mpya. Upande wa mashtaka walijibu notisi ipo halali kwa mujibu wa sheria na imekidhi matakwa ya sheria na ipo kwa mujibu wa sheria. Huo ndio ulikuwa msingi wa hoja za pande zote mbili. Mahakama imeona hoja inayopaswa kuamuliwa ni je, notice hiyo ipo kwa mujibu wa sheria? Ili kurahisisha mahakama excuse me. Nipeni nani moja, let me drink, ngoja ninywe maji kidogo. Naombeni nipeni Yes, turudi sasa. Ili kurahisisha mahakama imeona ili reproduce notice hiyo inayosema, anasoma notice inavyosema kwamba ni notice ya kuongeza maelezo ya ziada ya shahidi husika ambaye ni Amin Mahamba. Hakuna mashaka kwamba upande wa mashtaka unataka kuongeza ushahidi wa Amin Mahamba. Anaendelea jaji anasema mbona nani najichanganya? Yes. Anaendelea jaji anasema kwa vile Amin Mahamba ni shahidi na statement yake ilishasomwa wakati wa komito, ilishasomwa. Notice inasema ushahidi unaotaka kuletwa ni wakati wa uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Anasoma kifungu cha 208 cha CPA kinavyosema. Ukiangalia kifungu hicho kinatoa masharti au mazingira ambayo notisi hiyo ni reasonable au la. Masharti ni kwamba 1, maelezo yatoke kwa shahidi. 2, uwe ni ule ushahidi ambao haukusomwa wakati wa komito. 3, uwe ni ushahidi ambao haukusomwa wakati wa proceedings. Kifungu cha 208 ndicho kinachosema
hawezi kutoa ushahidi hadi watakapoleta notice. Na hivyo basi ukiangalia hayo, kifungu hicho cha 208 kinafungua mlango wa shahidi ambaye alikuwepo na bahati mbaya maelezo yake hayakuletwa. Amin Mahamba maelezo yake yalikuwepo wakati wa komito, anataka kuleta mambo ya uchaguzi ambayo hayakuwepo wakati wa komito. Ipo kinyume na kifungu cha 208 cha CPA. Hivyo basi kifungu cha 208 kinaweza kuruhusu notice hiyo. Tumeona kwamba kifungu hicho hakiruhusu kabisa. Shauri la Remi na Omari Abdul tunaona linahusiana na vielelezo vya wakati wa komito. Shauri hilo haliwezi kutibu chochote katika hoja iliyoletwa mbele yetu. Hiyo notice ya kuongezwa kwa ushahidi ambao imeletwa na upande wa mashtaka haitambuliwi na kifungu cha 308 cha CPA. Kimsingi tunasema kwamba fundamentally haiko sahihi, na baada ya kusema hayo basi notice hiyo ni incompetent, na tiba pekee iliyopo ni kwamba notice hiyo lazima iwe struck out. Ni hayo tu. Anasimama Renatus Mkude anasema baada ya kupokea ruling tunatafakari, tunaomba ahirisho la lisali moja twende tukatafakari. Bado majaji wanashauriana pale juu. Anaandika hapa mwandishi wetu anasema nafikiri leo Katuga atajua vizuri nani ni bingwa wa sheria. Anacheka hapa mwandishi wetu. Anasimama Mheshimiwa Lissu anasema mmesema kuwa mashahidi waletwe. Mlisema kuwa mashahidi waletwe leo na mlisema tutasikiliza uamuzi wa pingamizi na tutalisikiliza shauri leo. Sasa wanasema tuwairishe kusikiliza ili wakatafakari. Wanaenda kutafakari nini? Ili iweje? Huu uamuzi haukatiwi rufaa. Tusipoteze muda, kila tunapopoteza muda anayeumia ni mimi. Sasa wao walipaswa kuleta mashahidi na wasitupotezee muda kabisa. Tuendelee kusikiliza shauri hili. Majaji wanaandika kidogo hapo. Anasimama Renatus Mkude anasema tumemshtakiwa, tuna mambo mawili. Tukia ruling ya mahakama na tumeikubali. Haijaisha hii. Yes, tumepokea ruling ya mahakama na tumeikubali. Jambo la pili ni kwamba tulimtaja shahidi ambaye lazima tuweze kumwandaa shahidi wetu. Jaji Nduguru anasema tulisema muwe na mashahidi wa kutosha. Tukiendelea kubishana tunapoteza muda. Turudi mahakamani saa 5 kamili. Na update imeishia hapo kwa sasa. Sijui nilikuwa nasikika. Dada umesikika. Isipokuwa nilikuwa nashangaa nasema huyu vipi dada yangu, mbona kifungo 208 amekikazania sana wakati ni 308, lakini najua tena ulimi hauna mifupa. Ngoja nikwambie kitu dada yangu. Naombeni niseme kama nimesema 208, naombeni I take back my words. Ni kifungu cha 308 cha komito. Unaomba msamaha wapi hapa? Hapa hakuna cha msamaha. Kila mtu anatereza wewe. Hapa hakuna. Tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Ukweli ni kwamba umesoma jinsi ilivyo na wametusaidia sana. Tunashukuru sana. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hawa wanatafuta namna ya kuinternole. Toka last week. Mimi ngoja ninyamaze, lakini nitaka kusindae. Najua mimi nina kaka yangu huko, lakini nisiongee sana kiukweli. Lakini kiukweli ni kwamba toka last week wamehangaika sana kuinternole. Sasa kitu ambacho wanakitafakari ni mambo mawili. Wa internole au waiachie mahakama imkute hana kesi. Kwa sababu wakiinternole inaonekana wamemuonea. Mahakama ikimwachia huru bora, serikali itakuwa haihusiki sana. Sasa ili saa moja kwenda kutafakari bado ni nole tu. Wanatafuta namna. Nole wanayo, sio kwamba hawana. Wanayo kabisa. Kila siku wakija wanayo. Lakini Katuga na watu wake wanang'ang'ania kutafuta kona za kuendelea kusogeza muda. Kuna mambo wanayapanga kutaka kumlazimisha Lissu kuingia choo cha kike.
na Lissu hawezi kuingia choo cha kike, haiwezekani. Wamwachie kama walivyomkamata, tena ikiwezekana wamrudishe kule walikomkamatia kwenye mkutano, alafu wananchi watajua wanafanyaje. Full stop. Kwa sababu ameshakaa leo tunakimbiza miezi 11. He just in a cell of the police. Kila anachokifanya Lissu wanaona hafai. Alafu kinachosikitisha, machawa wamepitiliza. Hata magereza na wenyewe wamekuwa mapolisi. They don't know that's they're the men in the combat. Just they're supposed to do the service. Lakini unakuta kama askari gereza eti na kenyewe kamepiga nini ile kininja. Bullshit. Wewe unavaa kininja askari magereza kwa kazi ipi? Mbona kazi yako ni wafungwa? Usipokuwa na mfungwa wewe hiyo gereza itakuwepo. Kazi yao ni kutoa huduma, wanalipwa pesa, lakini wanavaa kininja na mabunduki juu. Hawafai. Mimi wananiuzi sana, kiasi ambacho mimi naungana na Trump. These people kama kweli watakuwa na sehemu na kamkutano kokote kale, hata wale walioenda ni kuwasalimia jioni. Nyewe mnaenda kufanya nini? Hamkusikia tangazo? Inakera mno, inakera. Na hii kesi singekuwa Lissu kujitetea mwenyewe, profesa wa sheria, haki ya nani, wangekuwa ni mawakili hapa, wangewachanganya wakawa nagombana wao kwa wao, mwisho kesi wakaivuruga, wakaipeleka longa. Sikiliza, hizi kesi za uhaini tuwe tunazikumbuka sana. Hazijawahi kufunguliwa kwa mtu ambaye amefanya uhaini katika nchi za Kiafrika. Haipo, haijatokea wala haitokei. Wakisha mkuta na uhaini, moja kwa moja huaga wanakimbilia nchi za kimataifa nje, kwamba huyu mtu ni muhaini, huyo kwa anakuwa ni muhaini. Lakini yule aliyokamatwa na nchi yake, no. Historia inatuonyesha kwa viongozi wa upinzani wote wenye misimamo mikali, wenye kuitaka haki, wenye kutaka mabadiliko, wote huaga wanaitwa magaidi na uhaini na mahaini. Ndizo kesi wanazopewa ni 3. Haini au nini, ile kesi ya Mbowe ugaidi, na ile kesi ya ya gun robbery, zile kesi za kuvunja manyumba sije na silaha. Ndio hizo utakatishaji fedha. Hiyo ni nyingine, tofauti hiyo. Ile ya gun robbery ni kesi fulani hivi ambayo amepewa yule mwenyekiti wa Bavicha mstaafu, huyu ambaye anashikiliwa kwa makosa ya kuiba na kuvunja kwa kutumia silaha, na nayo ni makosa vile vile ambayo hayana dhamana. Unaona? Kwa hiyo wana makosa aina 3 ambayo wanajifichiamo, na viongozi wote wakuu wote, hadi historia ya Chadema kila in between 5 years viongozi wakuu wote lazima waingie ndani. Hadi historia inaonyesha hivyo kuanzia mwaka 2010 kwenda, kuanzia Rwakatare, kama namjua alikuwa mbunge wa Bukoba kutokea CUF, sasa amerudi CUF. Yaani kesi zimeanzia huko. Ila sasa wamekutana na Lissu ambaye ameshapitia magumu. 38 bullets to his body, 16 zikamcharanja, akatokea kwenye sindano la shimo, yuko hai, anatembelea vyuma, mguu mfupi, analala single bed, kujigeuza vibaya huko chini. Mimi nimeshailalia. Leo yuko pale choo pale pananuka. Mtoto wengine wanampa hawampi. Maji ya kunywa hakuna. Medication hakuna. Yupo amestandi miezi 11 tunaelekea. Man is still there. The voice is still the same. The face is still the same. Speech is still the same. Sasa wanakosa namna. They want to silence him, to kill him. They can't. Kwa sababu ana watu. Mtu kisha kuwa na nguvu ya watu, ushindi tayari. Wamwachie kwa Nole au watumalize, tuende na kesi hii kuanzia sasa. Mashahidi wa walete, tusonge mbele, mahakama imwachie huru. That's the only reason. Hawana mashahidi, wakija wanakuja na Nole. Hawa wajinga hawa, I can tell you, wanakuja na Nole. Kama hawaji na Nole leo
leo wataomba yaahilishwe la lazima. They knew it from last week, they just played the game. Really piss me off now. Dada Eva, sasa hapa mimi nimeshapandisha mizuka. Dada Eva, utanichukia bure. Utasema sasa mbona yu kaka mkubwa au mzee wangu mbona anafanya haya mambo? Unajua kwa sikupaswa kufokea kwenye hizi room, lakini sometimes inabidi mimi kisauti kipande, kwa sababu nikiongea taratibu na hisi kama vile naongea kijana hivi. Unaona? Kwa kweli mimi nawaunga sana TFF, nawaunga mkono sana. Ni wakati wa kuanza kubagazana. Tumeshabagazwa vya kutosha. Nchi imeuzwa kila kitu, kila kitu wanapeana, majomba, mashangazi, manini. Jamani, hakuna hata mbunge hata mmoja bado salimiwa, hayupo. I say tuhamie Discord bana, tuhamie Discord tukafanye mambo yetu huko kimya. Exactly, we need to do something, man. Haiwezekani. Kila kitu kinahitaji chenzake. Mungu alipoumba kitu alihitaji chenzake. Hata chama kiwezekani bila kuwa na chenzake. Hata watengeneza magari walijua gari inahitaji pa kupita. Na mwanadamu alijua kizaliwa anahitaji kufanya kazi, ale asome, apate elimu. Bwana, watu wanataka kuturudisha kwenye enzi za Eva. Asanteni sana. Tuendelee na watu wengine. Hii inakera kweli kweli. Naweza kupasua simu yangu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Naomba nichangie kidogo. Mzee usiombe, wewe endelea. Karibu sana mzee. Karibu balozi. Kaka mkubwa na Asante. Au president, endelea baba, endelea wewe ukita. Nilikuwa nakukaribisha balozi. Shikamoo kwanza. Nilikuwa nakukaribisha wewe. Marahaba mwenyekiti wangu, rais wangu, pole sana. Kwanza tupeane hongera. Kwamba tupeane hongera. Nadhani kuna kitu ambacho tuna kinotice kwamba katika hizi hoja za kipuuzi zinazoendelea kuletwa na upande wa serikali, mmeona kwamba Mungu safari zote amekuwa upande wetu, na hoja za Lissu daima zimeshinda. Kwanza nimpongeze huyu profesa wetu ambaye yuko behind bars, yuko gerezani masaa yote ya siku, lakini bado anafanya utafiti wa kutosha, anawatandika single handedly. Serikali ilipaswa kupata ufahamu wa kutosha kwamba huyu yuko na Mungu na si mtu wa kupambana naye. Na huwezi kupambana na Mungu. Sijui kwa nini Samia mpaka saa hizi hatambui kwamba Lissu yuko na Mungu na hawapaswi. Naona balozi ametoka ghafla. Najua mtandao umemtoa, naona atarudi sasa hivi. President Alpha, mzee mwenzangu akirudi kwa kweli itapendeza sana. Naomba radhi kama ilinitoa tena, samahani sana. Karibu, endelea. Ili kutoa tulijua, wala usio na shaka baba. Asante. Kwa nilikuwa nasema kwamba hii dalili ya kwanza kwa mimi padre mstaafu, iko wazi kabisa kwamba tuko na Mungu, na kama Mungu yuko, sijui ni kwa nini Samia amefunga macho yake, masikio yake, organ zake zote za fahamu. Kwa nini anashindwa kutambua kwamba hapa anataka kuhangaika na mtu ambaye Mungu anamsimamia?
ni rais wa ajabu sana ambaye hana utambuzi, na hana utambuzi kwa sababu hana busara, hana hekima ya Mungu. Huyu mtu nadhani kama tulivyosema hatutambui huo urais wake. Nadhani tuko sahihi, kwa sababu hata Mungu mwenyewe hatambui urais huo. Sasa mtaniuliza kwa nini namuingiza Mungu? Nina sababu zangu na nitazisema baadaye kwa wakati unaofaa. Kwa sababu wamejaribu njia zote. Toka juzi najaribu kugusia bila kufungua siri. Mimi sasa naomba nipongeze familia ya Lissu. Naomba nipongeze familia ya Lissu. Juzi nilikuwa nadokeza tu, lakini sasa imenibidi niseme ili Watanzania wote tupate hasira. Kesi za mauaji haziwezi kuwa kesi za negotiation. Hakuna mahali popote mtu ambaye ni mhaini, mtu ambaye amefanya hizi kesi kubwa zote, unakwenda kufanya negotiation na familia ili matakwa yako ya kibinafsi. Huu ni upuuzi kuangalia matakwa ya kibinafsi ya mtu mmoja kama Samia. Na sasa tuna ushahidi wa kutosha. Kinachoendelea ni matakwa binafsi ya Samia, kwa sababu asingeenda kwa familia kwenda kubembeleza familia, imbembeleze Lissu akubali masharti yake. Nasema nikijiamini, na nashukuru, napongeza familia ya Lissu kwa kutokubali rushwa ya aina yoyote, kumuuza ndugu yao, kukataa masharti ya Samia ambaye kwa ubinafsi wake anataka urais wakati hana sifa na wananchi wamemkataa. Wakati wa kuanza kufichana mambo sasa umeisha. Tunafichana hizi taarifa wakati Lissu anaumia. Mimi mwenyewe nimekaa gerezani, mnajua nyie, siku 43 tu. Nilichoka, ile choka. Siku 43 tu. Lissu leo na siku 200 sijui na ngapi. Kwa wale mnaokumbuka, labda 300 zimekaribia. Kwa sababu sasa inaenda kwenye mwaka. Sasa kama haya tunayojua sasa ni ya kweli, na najua ni ya kweli kwa sababu nimefuatilia mpaka kwenye familia wote wale wakubwa wa ndugu zake Lissu ambao wako kwenye nafasi, wote wamefuatwa, wanaenda kubembelezwa. Tangu lini kesi ya mauaji, kesi ya uhaini ikawa kesi ya majadiliano, kesi ya kutafuta maridhiano? Tangu lini haki ya mtu, tangu lini ikawa trade? Yani tunafanya biashara na maisha ya binadamu. Watanzania sasa tuchoke, tupige kelele kwenye umoja wetu, wakati binadamu wenzetu wanaendelea kuumizwa kwa ajili ya masharti yanayowekwa na kiongozi kwa matakwa yake binafsi. Sio masharti ya nchi. Kesi za uhaini, ugaidi, hizi kesi kubwa zote na kesi zingine zote zinawekwa ili kulinda maslahi ya taifa. Hapa hakuna maslahi ya taifa, ni maslahi ya Samia binafsi. Hatuhitaji kuficha tena. Ndugu wote wamejaribiwa, wale ndugu wote wenye kauli ndani ya familia wamekuwa approach, wanabembelezwa ili Lissu akubali, kwa sababu Lissu amewakatalia. Alafu wajanja wanakuja na sheria hii, sheria ile. Haya yote ni kuzidi kuchelewesha haki.
haki ikishaanza kucheleweshwa, tena na wale ambao wana jukumu la kulinda raia, wakili Japhet yuko hapa atanisaidia. Haki inapoanza kucheleweshwa, wao wenyewe ndio wahalifu, wanatuonyesha kwa hizi jitihada za kunegotiate, kwa sababu sasa wanaonyesha walimkamata kwa hila, kwa maslahi yao, si kwa sababu ya maslahi ya taifa. Na wala jaji msimlaumu. Jaji wa watu hajui hizi taarifa ninazojua mimi. Angejua hizi taarifa na hakika huyu jaji angesajiondoa. Jaji hajui kama wanahangaika kunegotiate. Mna negotiate nini? Kama Lissu ni mhaini, anyongwe. Lakini kama Lissu anakosa, aachiwe mara moja. Kama Lissu si mhaini, hatakiwi kuwa magereza hata sekunde moja, kwa sababu magereza ni watu wenye makosa. Sasa wanatafuta kila njia, kila hila, na mimi namwomba Mwenyezi Mungu ambaye anajua haki ashushe mkono wake, kwa sababu kiumbe wake anateswa bila sababu. Watanzania wote sasa tuanze kumwombea Mungu afanye kazi, hao waoneje awape adhabu kama ilivyotokea kwenye Agano la Kale. Mzee Hapson, nimekusikia kitu anasema amina kwa maombi yako uliokuwa na kabisa, kwa sababu sasa lazima ifike mahali Watanzania sasa tuache kubembelezana. Tunajua kesi hii sasa ni kwa maslahi ya Samia, atoke hadharani kama anapinga, kama anakataa, atueleze kwa nini familia wameendewa kubembelezwa, atuambie, atoke hadharani. Tutakuwa Watanzania wote ni wajinga tukinyamaza, wakati tunajua. Ndugu, wanisamehe kwamba sikuwaomba ruhusa niseme haya. Ndugu, naomba radhi, na mimi sikupata taarifa hii kwenu, mnajua nimepata kwa njia zangu, kwa naomba radhi ndugu, mnisamehe. Namheshimu sana mzee wangu Mzee Lute, namheshimu sana. Hata wewe ni rafiki yangu, lakini mimi sijakuuliza wewe unajua mimi na wewe ni watoka lini. Acha ushemeji wetu, lakini Mzee Lute tumefanya kazi siku nyingi sana, acha kazi ya Lissu. Lakini hata wewe sikukupa taarifa, wala sikukuuliza, wala sikuomba kibali ya haya ninayosema. Kwa ninayosema kwa sababu ninajua kwa njia zangu anabisha atoke hadharani wa serikali.